Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji na msikilizaji wa Nchakali Podcast. Karibu sana kwenye Nchakali Podcast, ikiwa ni siku nyingine ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, tukiendelea na mfululizo wa podcast zetu za msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, tukiwaangazia wanaoitumikia Qur'an al-Karim. Na tukiendelea na mfululizo wa vipindi hivi, mimi naitwa Rajab Msami, ndio mwendeshaji wa podcast hii ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nikusihi sana uweze kufuatilia mfululizo wa podcast ambazo tumekwisha kuzifanya kupitia katika platforms mbalimbali za podcast. Utatupata huko kama AD Plus Swahili, Google Podcast, Audiomack na kote huko utatupata kama AD Plus Swahili. Lakini kama utapenda kufuatilia podcast hizi kwa kutazama, unaweza kwenda kwenye channel yetu ya YouTube, utatupata kama AD Plus Swahili. Kuna podcast nyingi sana ambazo tumekwisha kuzifanya, zikiwemo hizi za msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini na za misimu mingine iliyopita. Kuna mengi sana ya kujifunza katika mfululizo wa podcast zetu hizo ambazo tumekwisha kuzifanya. Mimi naitwa Rajab Msami. Katika meza yetu ya Nchakali Podcast siku ya leo tuko na mgeni, tukiendelea kuangazia wale ambao wanaitumikia Qur'an al-Karim. Na leo tuko na mgeni, tutaweza kumfahamu ni nani, lakini tutayafahamu mengi kuhusu yeye mwenyewe na safari yake na Qur'an, yuko wapi, anaitumikia vipi Qur'an mpaka hivi leo, na mengineyo mengi sana. Nikusihi tu usiondoke, baki nasi, endelea kufuatilia Nchakali Podcast. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana katika podcast yetu ya Nchakali Podcast. Nikupe fursa Sheikh, utueleze majina yako, unaitwa nani, lakini unaitumikia vipi Qur'an? Karibu sana. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Kwa majina naitwa Husaini Kaisi Mwamtoa Rua. Hussein Kais Mwamtoa Rua. Ni mwalimu wa Qur'ani katika kituo kitukufu cha Ibn Jazari. Naam, Ustadh Hussein, karibu sana kwenye Nchakali Podcast. Tunaizungumza Qur'an, tuko ndani ya mwezi wa Qur'an. Wewe ni mwalimu wa Qur'an. Nikupe fursa za dakika 2 au 3 tuweze kupata tilawatul Qur'an, ikiwa ni kama kutufungulia kipindi chetu, alafu kuanzia hapo tutaendelea na mazungumzo yetu. Karibu sana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Asa rabbukum an yarhamakum wa in udtum udna waja'alna jahannama lilkafirina hasira. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. Naam, sadaqallahu alazim. Mtazamaji na msikilizaji wa Nchakali Podcast, huyo ni Ustadh Qais ambaye yeye ni mwalimu wa Qur'an katika kituo cha Ibn Jazar Islamic School. Tuko naye leo katika Nchakali Podcast. Shekhe, tuko ndani mwezi mtukufu wa Ramadhan. Msikilizaji na mtazamaji anaweza kawa amekusikiliza. Una utaratibu wa kuswalisha tarawih? Naam, na utaratibu wa kuswalisha tarawih. Msikiti gani? Kwa sababu kuna watu ni wagonjwa. Kuna watu ni wagonjwa. Watu wako radhi kutoka umbali mrefu kwa ajili ya kuja kuswali tarawehe. Basi tukufuata hizi tilawa, mtu anasikia raha makamati hizi zikipita, anaenjoy kabisa na tarawehe yake anakuwa anaipata kwa raha kabisa. Unaswalishaga msikiti gani? Kwanza alhamdulillah nikushukuru na niwashukuru wasikilizaji na watazamaji. Mimi naswalisha Masjid An-Nur iliyopo maeneo ya Mbweni. Mbweni kuna maeneo ukishafika Boko pale Magengeni kuna njia unaingia unaelekea Mbweni kama unaelekea Mbweni kijijini. Lakini kabla hujafika Mbweni kijijini kuna Mbweni maeneo yanaitwa Ubungo. Ubungo pale kuna msikiti unaitwa Masjid An-Nur. Ukiwa chini ya imamu au kiongozi imam pale Sheikh Omar. Sheikh Omar. Mashaallah. Mimi huwa naswalisha tarawih pale. Basi lakini pia wanapataga mialiko nchi za nje wengine, kwa hiyo natokezeaga mara. Okay, mashaallah. Mialiko unapataga nchi gani? Mara nyingine napataga nchi Omani, napataga mara nyingine kama Kenya vile ambako naishi wakati huo. Mtazamaji na msikilizaji wa Nchakali Podcast, hii ni Nchakali Podcast msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, tukizungumza na wale ambao ni watumishi wenye kuitumikia Qur'an al-Karim. Leo tuko na Ustadh Qais, kama ambavyo mmeweza kumsikia. Tulimsikia ambapo tumefungua kwa tilawatul Qur'an, tumemsikia alivyosoma na ametueleza kuwa huwa anaswalisha tarawih maeneo ya Mbweni kama ambavyo ametoa maelekezo. Sheikh, twende katika mazungumzo yetu kwenye podcast yetu siku ya leo. Tupe historia yako kwa ufupi, lakini kutueleza wewe ni mwalimu wa Qur'an kule Ibn Jazar. Kwa hiyo bila shaka na wewe ulikuwa na safari yako na Qur'an mpaka kuweza kufikia hatua ya wewe pia kuweza kupata kibali cha kuifundisha Qur'an. Tupitishe pia katika safari yako tangu wewe ulipoanza kuisoma Qur'an mpaka pale ambapo umefikia leo hii hatua ya kuwa mwalimu na unaifundisha Qur'an, unaihudumia na kuitumikia Qur'an katika nyanja hizi ambazo umeweza kutueleza. Karibu sana Ustadh Qais. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Mimi ni mzaliwa wa kitongoji cha Sonjo, kijiji Parungu Kasera. Katika wakati ule ilikuwa ni tarafa ya Mkinga, lakini sasa hivi ni wilaya Mkinga Center. Kudigoni huko. Mpakani kule wilaya Mkinga ni maarufu katika mkoa wa Tanga. Na kwa maelezo ambayo
ni vizuri kunisikiliza kwa makini. Mimi nitakuwa tofauti na wengine ambao wamehifadhi Qur'ani au waliobeba kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu. Na pia kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao imeshushwa Qur'ani ndani ya mwezi huu. Kwa hiyo tofauti yangu ni mimi sikuhifadhi kama vile ambavyo wamehifadhi wengi katika waliohifadhi Qur'ani kwa njia za kupelekwa katika vituo vya kuhifadhisha Qur'ani maalumu kama vile ndani ya nchi yetu, na mathalan mfano kituo kitukufu cha Ibn Jazar ambacho kipo Mkuranga mkoa wa Pwani, Vikindu kule, na maeneo mengine ya nchi jirani kama Kenya. Alhamdulillah, mimi nimeinukia udogoni. Wazazi wangu walinipeleka madrasa kutokea miaka ya 90 na kitu, 90 na 5 na 6 na 7 udogoni, miaka 9 8 10. Kwa hiyo sikupelekwa markaz za kuhifadhisha Qur'an kama walivyokuwa mahufadhi wengine au kama walivyokuwa wamehifadhi watu wengine. Kwa hiyo lakini katika kipindi hicho nikiwa nasomeshwa masomo ya dini, lakini kulikuwa na vipindi vya Qur'ani vile vipindi vya Qur'ani, walimu wa kuhifadhisha Qur'ani. Wakati mwingine Qur'ani zile tunafanyiwa tunaekewa kama ni masomo ya maonyesho wakati wa hafla zile za watoto kupewa zawadi kwa wakati ule. Kwa hiyo kwa muonekano wa mimi, basi walimu wangu wakati ule wakapendekeza kuwa mimi ni mmoja katika watakaosoma masomo yao kwenye hadhira zile au hadhara zile wa kupitia Qur'an. Nakumbuka kipindi cha mwanzo sana wakati huo miaka ya 90 kule, sikumbuki ni kwa ni 90 ngapi, lakini katika somo langu nikapewa suratul Nabai amma yatasaalun. Basi kwa usomaji ambao ulionekana kule kwa muda mrefu, kwa historia refu, lakini kwa sababu kipindi kina muda wa maalumu, nikaendelea na safari yangu kutokea 90 ile na masomo mpaka kufikia 2004 nikaletwa ni wazazi wangu Ma'wal Islam. Vile napo pana shule ya Kiislamu pale Ma'wal Islam Islamic School. Basi nikaendelea na masomo, na ndani ya masomo hayo au vipindi vile vya masomo kukawa kuna kipindi cha Qur'an vile kama nilivyokuwa kijijini kule kwetu Mkinga. Kwa sura hiyo nikaendelea pale, nikahifadhi juzuu takriban 9 au 8 ndani ya masomo. Ikawa ni kipindi kama kipindi cha masomo mengine, lakini kwa mapenzi yangu na nguvu za Mola Subhanahu wa Ta'ala na hikima zake akatia mapenzi kwenye moyo wangu kuipenda Qur'ani zaidi, na nikaendelea kuwa ninaishi nikasoma pale Ma'wal Islam, katika moja katika taasisi kubwa zilizopo katika mkoa wa Tanga, kuwepo Tamta kwa Sheikh almarhum al-Allama rahmatullahi alayhi Sheikh Muhammad bin Ayub, na ukija kuna Zaharau kwa Sheikh Suleiman Mbana Allah yarhamuhum na wengineo. Na hiyo taasisi yetu ambayo muasisi wake ni almarhum Sheikh Shabab bin Muhammad Hariri Allah yarhamuhu, ikiwa sasa hivi wapo mashekhe zetu ambao ndio ni viongozi wasimamizi wa taasisi ile waliopokea kwa shekhe lao ambao ni shekhe wetu Sheikh Shaban Muhammad Hariri. Wapo Sheikh Muhammad Hariri, Sheikh Salim bin Zubairi na wengine wametangulia mbele za haki, Mwenyezi Mungu awarhamu, Sheikh Zaidun bin Khamis na Sheikh Ahmad bin Muhammad Salim mzee Kujata na wengine Sheikh Salim bin Qasim, wengine wametangulia mbele za haki, Mwenyezi Mungu awarhamu. Kwa hiyo baada ya hapo nilipomaliza masomo pale ya kiwango cha mutawassita, basi nikamaliza masomo, nikapata fursa kuja Dar es Salaam. Dar es Salaam nikapitia kwenye mikono ya mashekhe wakubwa mashuhuri, al-Allama rahmatullahi alayhi Sheikh Al-Hadi Umar Kawamba ambaye ni maarufu, lakini na zaidi nikapitia pia kwa ndugu yake Sheikh Umar Mpigila ni maarufu. Kwa hiyo hawa mabwana wote mimi nimepita kwenye mikono yao kuisoma Qur'ani. Wakati huo kawa bado sijaikusanya Qur'ani kwa msahafu mzima, nikawa ninahifadhi sura tofauti maeneo tofauti bila ya kuikusanya. Nikawa na uzoefu wa kusoma Qur'ani katika sehemu nyingi na pande zote za Qur'ani kila juzuu, lakini nikawa ninapata na mialiko ya kusoma Qur'an, hasa nilikuwa ninaalikwa katika usomaji wa njia ya tajwid, sio kwa tartili. Na
Alhamdulillah, baada ya hapo nilipomaliza kukutana na mabwana hao na kunibariki, basi nikapata fursa vile vile ya kwenda mji wa Zanzibar visiwani kule. Vile vile kule nako nikapokelewa nikabahatika kuwa imamu wa msaidizi wa Masjid Mablu, msikiti Mablu ambao uko maeneo ya Mlandege. Pale pana sehemu maarufu inaitwa Mbuyu Taifa. Mlandege pale kuna Bawani Hotel na msikiti uko kwenye maji, msikiti ambao wa kihistoria. Kwa hiyo kwa ufupi wa tarehe au wa historia, na kule nako kawa niko nafanya majukumu yale ya kuswalisha, lakini huku nahifadhi Qur'ani katika mazingira ya kujitegemea mimi mwenyewe na kujisimamia mimi mwenyewe kwa mazingira magumu kidogo. Baada ya hapo, kwa historia ndefu, kwenye 2010 nikapata nafasi ya kwenda kuhifadhi Qur'ani, hasa kuikusanya nchi ya Kenya, nchi jirani. Kule nikabahatika kuwa imamu msaidizi vile vile Masjid Shibu, msikiti Shibu kwa Mwembe Tayari mjini center pale Mombasa. Na baada ya kuona lile lilolifuata kule ni Qur'ani, basi nikatafuta njia za kufika kwa wenye Qur'ani yao wanaohifadhisha. Nikabahatika kufika Markazi Nur ambayo iko pale Mwembe Tayari, kuna mtaa unaitwa Congo Boys. Pale nikakusanya Qur'ani, sasa nikasikilizwa yote, na alhamdulillah Mwenyezi Mungu alijalia chini ya usimamizi wa mwalimu wangu Ustadh Umar pale, bwana mmoja wa Kidigo hivi, simesahau jina la babake, lakini namkumbuka shekhe wangu Sheikh Umar. Markazi Nur Congo Boys pale ni kituo maarufu sana katika mji wa Mombasa pale Mwembe Tayari. Kwa hiyo alhamdulillah mpaka hapo 2015 nimemaliza jambo hilo, na sikuchukua muda mrefu, kama miezi mitatu hivi nimekusanya Qur'ani alhamdulillah, kwa sababu nilikuwa naijua kila juzuu kila nini. Kwa hiyo pale nikasikilizwa yote kwa kikao kwa mwalimu mmoja, na kwa wakati mfupi sana kwa vikao tofauti. Mashaallah. Baada ya hapo nikarudi Tanzania. Niliporudi Tanzania kaja nyumbani Tanga pale kitongoji cha Sonjo, kijiji Parung Kasera katika wilaya ya Mkinga. Baada ya hapo siku kwa muda mrefu nikarudi zangu hapa Dar es Salaam, nikaja kuomba nafasi kuja kusoma kituo kikubwa kile cha Markazul Islam kilichopo Duse pale uwanja wa Taifa, kituo cha Ng'ombe kwa wa Misri wale. Nikabahatika nikapokelewa pale, nikafanywa interview, nikafaulu, nikasoma somo yangu nikamaliza pale. Na ilikuwa ni masomo tu ya mutawasit vile vile, al-i'dad wanasema thalith al-i'dad. Na masomo ya thanawi nilikwenda kusomea Zanzibar kule Unguja, nilipomaliza masomo nyumbani pale Tanga Ma'wa Islam. Kwa hiyo baada ya kurudi kule kwa safari refu, maana sikutaja hicho kipengele, na kule pia ilikuwa sikumaliza ya masomo ya thanawi kwa sababu ya hali ya maisha, na wakati huo nina familia. Na kama nilivyokuambia mwanzo, ndugu mtangazaji, mimi ni tofauti na wale watu waliohifadhi Qur'an wengine. Kwa sura hiyo nimehifadhi mwenyewe nikiwa nina majukumu yangu, kwa sababu naipenda Qur'an na Mola aliniafikia na alitaka niwe miongoni mwa hao wanaohifadhi na wasomeshaji Qur'an. Basi Mwenyezi Mungu kwa hikma yake na busara zake nikafikia hapa nilipofikia, walillahi alhamdu. Pia nikamaliza masomo cha Ng'ombe pale, nikaomba nafasi ya kwenda kuhifadhisha Qur'an kama mwalimu pale kituo cha Ibn Jazari pale Vikindu Mkuranga. Basi nikafika pale nikapokelewa, ni mashekhe pale wakuu, viongozi wapo maarufu wanajulikana, Dr. Sheikh Ali Asa Ali Mbaruku na Sheikh Saidi Matembe, mushrifu wa Qur'ani hapa, chini ya usimamizi wa mkurugenzi Sheikh Uthman Ali Kaporo. Mashaallah. Kama ulivyotangulia kusema kwamba kidogo historia yako imekuwa ya tofauti na wahafidh wengine, katika eneo hili la huu tofauti, umewezaje? Kwa sababu wengine anaweza kaona kidogo kwa utaratibu huo, kama ambao wanasema tayari kuna nyakati ambazo maana yake ni kwamba kabla hujaikusanya yote kule Mombasa ulikuwa tayari umeshaingia kwenye familia. Umeshaingia kwenye familia, ambapo ndio ile nataka kuja kusema kwamba wengi katika watu wanakwama. Ndio maana swali langu linakuja kwamba umewezaje? Yani tunaweza kaona kwamba majukumu ya kupambana na maisha, kutafuta maisha, kuna watoto wanatakiwa wale wasome, mama yao kazi, lakini bado ukaendelea na jitihada za
kupambania kitabu cha Allah na Allah akakuongoza ukaweza kufanikiwa, uliwezaje? Kuna mbinu gani yoyote ambayo unaweza kuitumia ambayo inaweza ikamfaa na itutazama na kutusikiliza? Wapo watu ambao wanaweza kwa wanakata tamaa wakishafikia mazingira kama hayo, pengine anajifikiria kwa umri uliofika, tena naenda kwenye vituo vya tahfidhi, majukumu na familia na vitu kama hivyo, peke yangu, uliwezaje? Naam, kwa njia ya kuwa paka nimeweza hivyo. Kwanza, sehemu ya kwanza kila kitu kinategemea na maamuzi na mapenzi, kukipenda na kukikusudia hasa. Lakini zaidi ukiwa ni kitu kiko moyoni na unakiona kabisa hichi kitu ndio sehemu ya maisha yangu, basi huwa mtu unachukua juhudi ya kila namna, vingine hata havielezeki. Ila kwa wakati ule nilipokuwa nimekusudia sasa kuikusanya Qur'ani na kujua kwamba hakuna kitu kinawezekana ambacho hakina usimamizi, yaani vitu vingi inategemea na usimamizi ndio vinakuwa, basi nikatengeneza kuwa nimtafute msimamizi wa kunisimamia hili ili kusikiliza Qur'ani yote, ili nikusanye Qur'ani yote, nione na mimi nimehifadhi Qur'ani, kisha kuna mambo mengine yafuatie. Lakini nilijaribu kujitengea wakati ndani ya majukumu yangu ya kusimamia ibada ya kuswalisha. Nadhani baada ya swala huwa kuna vipindi ambavyo vinakuwa viko free, yani havina majukumu mengine, lakini nikalazimisha mimi kwamba labda baada ya swala, tuseme hasa wakati wa jioni baada ya salatul maghribi, basi nakaa kitako, natafuta msikiti mahala ambapo kumetulia kuanzia muda huo mpaka isha, mpaka swala ya isha au zaidi ya isha. Yani tuseme wakati wa masaa 3 4 nafanya jambo kama hilo. Lakini pia baada ya salatu subhi, kisha baada ya kuswali alfajiri ile, basi natenga wakati vile vile wa kuandaa zile juzuu au kuandaa kazi, kwa kuwa nishaika mbele yangu kuna kiongozi msimamizi wa hili jambo langu, basi ananipangia, bwana, muda huu kila siku utaleta sehemu fulani mpaka sehemu fulani, labda swafa fulani au labda karatasi 5 tuseme, basi naziandaa zile napeleka. Kwa ufupi nilijitengenezea wakati na msimamo, nikamwomba Mwenyezi Mungu, nikamwachia Mwenyezi Mungu akaniwafikia katika hilo. Lakini changamoto katika hilo ni ngumu, kwa sababu hakuna kitu kigumu kama kujisimamia mwenyewe. Lakini nilijaribu kujiwekea msimamizi, muomba mwalimu anisimamie ile jambo, anisikilize, kwa napeleka kazi nikakamilisha. Katika mazingira kama haya ambayo umeyasema ya utofauti huu, kuna mengi ambayo umepitia, umejaribu kuyataja machache. Lipi ambalo hutolisahau maishani mwako katika mazingira haya yako yote ya safari yako na Qur'an? Lipi ambalo unaona hili mimi katika safari yangu na Qur'an sitolisahau maishani? Ni mengi, lakini katika hayo ni hili kwamba nitashindwa kulisahau jambo la kuwa nahifadhi Qur'ani huku na familia ambayo inanitegemea. Nikawa na mazingira magumu sana, na hali zenyewe ndo kama hivi, mara nyingine na mishahara midogo, hasa kazi zetu ambazo zinaonekana ni kazi nyepesi, lakini kumbe ndio kazi ndogo, ni kazi kubwa. Alhasil ni kwamba majukumu ambayo yalikuwa yananivuta, nikirudi nyumbani kule watoto wanataka hichi, wanataka kile, wanataka hiki, alafu huku kuna Qur'an nayo natakiwa ni hifadhi, kichwa ndicho hicho kimoja, bongo hilo, alafu humu mna vitu vingine vina hivi na hivi na vile. Kwa hiyo nikirudi nyumbani nikikutana na mazingira yale ya familia, basi hichi nacho nasahau. Nikirudi huku nako kule nako nafanya kama kupuuzia, basi nikawa nasukumana na hiyo hali, lakini Mola akanifikia. Hilo sitoweza kulisahau, kwa sababu nilikuwa nahifadhi Qur'ani, napambana niwe ni hafidhi al-Qur'ani kwa msahafu mzima, lakini huku na familia ambayo inanitegemea kwa hali ambayo sio mzuri kimaisha. Ilikuwa umepambana kwa muda wote wa kuhifadhi Qur'ani ukiwa na familia, umepambana wewe mwenyewe ukaenda mpaka ukafika Mombasa ambapo ukafanikiwa kuikusanya Qur'an pamoja, na leo hii uko Ibn Jazari unafundisha kama mwalimu. Tunafahamu mafanikio ya Qur'ani yapo ya akhera na dunia. Akhera Allah mwenyewe ameahidi, na inshallah tunamwomba Allah ajalie ukayakute mafanikio hayo. Turudi katika upande wa duniani hapa, ikiwa kama motisha kwa anayetutazama na kutusikiliza, ni mafanikio gani umeyapata na Qur'an? Wallahi walillahi alhamdu, ndugu mtangazaji, mimi bwana, moja katika mafanikio ya kidunia hapa au ya hapa duniani, wallahi kwa sababu ya hii Qur'an nimepata mialiko nchi tofauti. Moja hapo nimepata kusafiri nchi ya Senegal kwa sababu ya hii Qur'ani, na kule nikiwa kama mgeni tena mwalikwa, na ihtiramu, yani
nani naweza Kiswahili yani kukirimiwa, nikawa nakirimiwa kwa sababu ya hii ya Qur'an. Kienda kule kama champion, yani kama mshindi wa Qur'an katika nchi ya Tanzania, kuiwakilisha nchi yetu ya Tanzania kule nchini Senegal kwa mashindano makubwa yale yaliyofanyika yanafanyika ya Morocco, yale yule mfalme wa Morocco yanafanyika hata nchini kwa Tanzania, na mara nyingine yanaletwa yanafanyika. Kwa hiyo moja katika mafanikio ya hapa duniani bimaana nimepata kusafiri nchi za nje. Katika hizo nimesafiri Omani kwa ajili ya Qur'an, baada ya kuonekana kwamba nasoma Qur'an kwa sura watu walioipenda, wakawa wananitaka, watumiwa tiketi, nikapanda ndege nikaenda nchini Omani na sehemu nyingine tofauti tofauti. Kwa hiyo hiyo ni sehemu ya sura ya mafanikio. Mwisho Shekhe, nikupe fursa uweze kutoa nasaha zako kwa Waislamu kwa ujumla kuhusiana na swala zima la Qur'an, kizingatia tuko ndani ya mwezi wa Qur'an, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nasaha zako ni zipi kwa umma? Nasaha zangu kwa kwanza, tusisahau ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kama huu ni fursa ya huu umma, sababu fursa ambayo Qur'an kwa wakati usiokuwa Ramadhani ukisoma unapata thawabu 10 kwa harfu moja kama tulivyoambiwa, lakini katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, yani kama mtu atakuwa amepata hasara zaidi, basi ni hasara ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani endapo hatochukua Qur'ani akaifanya ni rafiki, akafanya muda wote anasoma Qur'ani, kwa sababu thawabu zake zinazidi kinyume au nje ya zile thawabu zinazopatikana katika miezi ya kawaida. Kwa hiyo watu wasichukulie ni jambo jepesi, wala wasipoteze wakati huu. Wakati ni muhimu sana ndani ya mwezi wa Ramadhani kwenda kujichotea na kujizolea thawabu nyingi, kwa sababu ya kuachana na mambo ambayo yatatupotezea muda, kama vile watu kwenye michezo ya mipira, kupoteza wakati kwenye madrafti, kwenye mabao, kwenye makarata. Hivi ni vitu ambavyo ni vya michezo, alafu havina maana yoyote katika maisha yetu kwa baadaye. Ni kupumbazana hapa katika huu mgongo wa ardhi, lakini si faida kwa baadaye. Kama sisi tunajua kitu cha muhimu, tafute kitu zaidi cha baadaye, tu focus zaidi katika jambo la baadaye ambalo ni Qur'ani, tupate thawabu kwa wingi, ili tukiondoka Mwenyezi Mungu akatupokea akiwa ameturidhia na thawabu nyingi na huruma zake. Shukran sana Ustadh Qais. Mtazamaji na msikilizaji wa Nchakali Podcast, huyo ni Ustadh Qais ambaye yeye ni mwalimu kule katika kituo cha Ibn Jazari Islamic School, anafundisha Qur'an. Tumeweza kumsikia, alitufungulia kwa kisomo safi kabisa cha Qur'an, lakini tumezungumza mengi sana kuhusiana na safari yake na Qur'an. Hii ni Nchakali Podcast, msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, msimu ambao tunawaangazia wale ambao wanaitumikia Qur'an. Leo tulikuwa naye Ustadh Qais kutoka Ibn Jazar, tumezungumza naye mengi sana na amemaliza na kutunasihi kuwa tupambane sana katika kuisoma Qur'an ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Kwa leo hatuna la ziada, muda wetu umekimbia sana. Mimi naitwa Rajab Msami, nilikuwa naye Sheikh Qais hapa kutoka Ibn Jazar, tumezungumza mengi kama nilivyotangulia kusema. Hatuna la ziada, nikutakie tu mtazamaji mwema mfululizo wa vipindi vitakavyoendelea hapa Africa TV. Lakini kwa wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa Nchakali Podcast, ni kusihi sana uendelee kufuatilia podcast hii kila siku ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Hatuna la ziada, tunakuaga kukwambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah